Ndugu mpenzi msikilizaji wa Ajira Update. Je, unayafahamu mambo matatu ambayo ni ya muhimu sana wewe kuyafanya sasa hivi kabla ya ajira za polisi hazijatoka? Na tunafahamu ya kwamba ajira za polisi kufikia mwezi ujao mwanzoni zitaachiliwa. Hivyo tujiandae. Na ninakukumbusha tu kwamba hii channel inatoa update ya ajira ama update za ajira mbalimbali zikiwemo jeshi la uhamiaji, jeshi la zimamoto, jeshi la magereza, jeshi la polisi na JWTZ. Haya, mambo gani matatu hayo ambayo nimekuletea leo? Naomba unisikilize kwa makini maana jambo la tatu linaweza kukushangaza. Cha kwanza, muhuri wa mwanasheria. Hakikisha unagonga muhuri wa mwanasheria kwenye vyeti vyako vyote na vyeti viwe ni kopi ya cheti cha original. Usiache, watu wengi wanakosa kuitwa kwenye usaili sababu wakikaguliwa vyeti vyao wanakuta havina muhuri wa mwanasheria. It is a serious issue. Namba 2, andaa barua yenye mashiko mapema. Wengi wanaandika barua yenye maneno mengi. Hakikisha barua yako inakuwa ni ya peji moja na iwe short and clear. Yaani namaanisha short and clear kwamba ni fupi alafu mtu akisoma anaelewa moja kwa moja. Hakikisha unatafuta barua ya namna kama hiyo na uiandae mapema ili siku tu ajira zimetoka wewe unaiedit tarehe unatuma. Namba 3 na jambo la mwisho, watu wengi tunakosa cheti cha kusupport maombi yako. Ninasema nini kumaanisha cheti cha kusapoti maombi yako? Cheti cha kusapoti maombi yako ni cheti ambacho hakihusiani na akademiki yako. Kama wewe umesoma form 4, umeishia form 6, umeishia chuo kikuu. Ukikosa cheti cha kusupport maombi yako inakuwa inaleta dosari kidogo. Kwa mtu mwenye cheti cha kusupport maombi yake, mfano cheti cha udereva ama leseni ya udereva, cheti cha kompyuta, cheti cha ufundi magari, VETA wanatoa hivyo vyeti. Kwa maana hiyo, kwa mtu ambaye ameshamaliza sehemu kozi ya udereva, basi ahakikishe anafuatilia kile cheti, kitamsaidia. Kwa nini nasema hivyo? Kwenye majeshi na majeshi mengi yanapenda watu wenye ufundi binafsi au wenye mbinu binafsi nje na masomo yao. Kwa maana hiyo, kwa mtu ambaye hata ameshawahi pita VETA ya ufundi wa umeme, hii ni automatic bro unachukuliwa. Kwa nini? Sababu una kitu extra. Una kitu gani cha kuoffer tofauti na wengine? Hicho ndicho cheti cha kusupport maombi yako. Hakikisha una utofauti na watu wengine. Waombaji watakuwa wengi ila wewe una utofauti gani? Just assume kwamba mtu anatuma maombi, amesoma zake, ana elimu ya form 6 nzuri, kafaulu vizuri, alafu ana cheti ama kisertificate fulani cha ufundi wa umeme. Kudadeki. Huyo mtu lazima aondoke bro. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vitakufanya wewe utofautiane na wengine. Nisisahau ya kwamba kwenye skrini yako hizi picha unazoona zinapita, mdada anajaribu kuwaelimisha watoto. Anawaambia ya kwamba waachane na tamaa, maana tamaa zinafupisha sana malengo ya wanafunzi wengi, ndoto za wanafunzi wengi zinapotea kisa wanakuwa na tamaa kupita kiasi. Hivyo askari huyu ama kamanda wetu hapo anajaribu kuwaelimisha wanafunzi hawa ambao karibia wote nadhani watakuwa chini ya umri wa miaka 18 au la. Iko hivyo. Safi. Hili ni jeshi la polisi, unapoona hapo huyo kamanda wapo wanaelimisha jamii. Kwa hiyo ni jambo jema na tuna support kazi yao, au sio? Chao, tuko pamoja. Asante.